Nimekuja kusimama mbele yenu ili kuleta tamko la mkoa wa Kilimanjaro, na nikisema naleta tamko la mkoa wa Kilimanjaro namaanisha kwamba tunazungumza yale ambayo matawi ya Yanga mkoa wa Kilimanjaro tumekubaliana nayo. Kwa hiyo hili sio tamko la Wilbard Limo, hili ni tamko la Yanga mkoa wa Kilimanjaro. Sasa tunaanza hivi, lakini leo nataka kujikita tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Baada ya ile dabi kutokuchezwa, kamati ya utendaji ambayo mimi pia nilishiriki na wanayanga mbalimbali walishiriki kuhakikisha inakaa madarakani, ilitoa msimamo wao, na ule msimamo ulikuwa ni msimamo wa kamati tendaji. Sasa ukiwa ni msimamo wa kamati tendaji, maana yake ni msimamo wa wanachama waliowaweka madarakani. Msimamo wa kamati tendaji ya Yanga ulisema hatutashiriki mchezo nambari 184. Wanayanga tutambue hapo, sio kwamba tunakataa kucheza na Simba, kwa sababu tunawaomba sana Simba wafanikiwe kufika fainali ya CRDB Federation, tukutane nao, lakini sisi hatuchezi mchezo nambari 184. Yaani huo mchezo hatutaucheza. Kwa hiyo wanayanga, kamati tendaji ya Yanga ilikuwa inahitaji vitu vifuatavyo, ambapo sisi watu wa Kilimanjaro tunaunga mkono kwanza tamko hilo. Labda niwaulize wanayanga mkoa wa Kilimanjaro kupitia tawi la Bomang'ombe, tunaunga mkono tamko la kamati tendaji ya Yanga iliyoketi tarehe 9? Tunaunga mkono? Tunaunga mkono? Maana ya kuunga mkono ni kuwasaidia viongozi wetu kuepuka vifungo. Kwa hapa tunaotamka ni sisi, kwa lile tamko ni tamko letu, kwa tunaliunga mkono kwanza tamko lile. Kwa wanayanga mkoa wa Kilimanjaro leo tunasema hapa Bomang'ombe kwamba tunaunga mkono tamko la viongozi wetu. Namba 2, tunataka sisi wanayanga mkoa wa Kilimanjaro tupewe pointi 3. Na hii hatutakaa kimya, tunahitaji pointi 3. Pointi 3 zile ni halali kwa Yanga. Kwa hatutahitaji busara, sisi tutahitaji kanuni ifanye kazi na tupewe pointi 3 zetu. Tusipopewa pointi 3 tunaendelea. Tusipopewa pointi 3, wanayanga mkoa wa Kilimanjaro tutakubali lifuatalo. Tumesema hatuchezi, kwa tutakubali kukatwa pointi sisi kama mchezo huo tutalazimishwa kuucheza. Hatukubali kucheza, kwa hiyo tukilazimishwa kucheza maana yake hatutacheza. Sasa kama hatutacheza, basi wao wafuate nini? Kanuni. Na sisi hatutaki busara, kwa sababu busara itatupelekea kutaka kucheza. Sasa sisi tunasema wakipanga tarehe nyingine yoyote, sisi hatuchezi, na kama hatuchezi, wao wafanye wanaloona linafaa. Tamko la Yanga liliitaka bodi ya ligi ifanye nini? Bodi ya ligi ifanye nini? Tamko letu lilitaka bodi ya ligi ijiuzulu. Sasa sisi wanayanga Kilimanjaro hatuishii kusema bodi ya ligi ijiuzulu, bali tunaweka vitu vya kusababisha bodi ya ligi ijiuzulu. Jambo la kwanza, bodi ya ligi inaongozwa na wawakilishi wa vilabu. Si mnafahamu hiyo? Steven Mguto si mwakilishi wa kilabu chochote. Tuko pamoja? Kwa Steven Mguto si mwakilishi wa kilabu chochote. Sasa anafanya nini pale kama mwenyekiti wa bodi ya ligi? Aligombania nafasi pale Coast Union, akapigwa chini kwenye nafasi ya mwenyekiti. Sasa anafanya nini pale? Kwa wanayanga mkoa wa Kilimanjaro tunachokisema, tunasema bodi ya ligi ijiuzulu,
ikijiuzulu iundwe bodi ya mpito kumalizia ligi. Lakini ikiundwa bodi ya mpito kumalizia ligi, tunachokitaka ni nini kingine? Maamuzi yaliyofanywa na bodi ya ligi haramu, mimi naita ni bodi ya ligi haramu kwa sababu kiongozi wake si mwakilishi wa kilabu. Kwa ile ni bodi ya ligi haramu. Wanayanga Kilimanjaro, mnaelewa? Bodi ya ligi ilikuwa inaongozwa na kiongozi ambaye ni haramu katika uongozi ule. Kwa tunaiambia TFF, kwa sababu ile ni sehemu ya kamati yake, tunaiambia TFF kwamba ivunje bodi ya ligi ama viongozi walioko kwenye bodi ya ligi wajiuzulu, na habari ambazo zipo ni kwamba dakika yoyote wale watu wanapiga chini. Kwa bodi ya ligi ijiuzulu. Sababu yetu kubwa tunaosimamia ni kwamba kiongozi aliyeko au anayeshikilia madaraka yale pale ni kiongozi haramu katika mpira, na sisi hatuwezi kuhalalisha haramu. Kwa hiyo yote yanayoendelea, sisi tunasema hatukubali kuendelea kuongozwa na bodi ya ligi iliyo chini ya nani? Ya Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti, kwa sababu yeye si sawasawa kukaa pale, na sisi tunataka aondoke. Sasa Coast Union ambao ni maswaiba wa Sibwa, Coast Union wamemkataa Steven Mguto kuwa mwenyekiti wao, alafu sisi tunaendelea kumshikilia kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Tunajiuliza hapo TFF pana nini? Unaelewana? Hapo TFF na bodi ya ligi pana nini? Kwa tunaona moja kwa moja namna ambavyo figisu za mpira wa Tanzania zinavyotengenezwa katika lile jengo la pale Karume. Sisi tunasema bodi ya ligi ijiuzulu kwa sababu Steven Mguto si mtu sahihi kwenye bodi ile, na kama si mtu sahihi alikuwa anaongoza kamati haramu. Na sisi Yanga Kilimanjaro leo hapa Bomang'ombe tunasema TFF iende ikaunde kamati ya mpito ya bodi ya ligi, na hiyo kamati ya mpito ya bodi ya ligi jambo ambalo itatakiwa ikalifanye ni ikapitie baadhi ya maamuzi ambayo sisi wanayanga tulikuwa tunaona hayako sawasawa, kwa iyarudie na kuyapitia, na ikiona yaliyoko sawa yaendelee, lakini ambayo hayako sawa yafanye nini? Yafanyiwe masahihisho. Yanga tumeonewa sana, viongozi wetu, wasemaji wetu wanafungiwa kweli kweli. Yaani ndani ya miaka mitano viongozi wetu zaidi ya 5 wamefungiwa, lakini sisi tumekaa kimya. Sasa hivi hatukai kimya, yaani tumesema mpaka kitaeleweka. Jambo lingine tunalojaribu kulizungumzia na kutoa msimamo wetu wana Yanga mkoa wa Kilimanjaro ni kuhusiana na TFF. TFF wanapaswa nao pia kujitafakari. Mkoa wa Kilimanjaro tunasema TFF nao wanapaswa kujitafakari. Tunaposema TFF tunamaanisha Karia na genge lake, yaani tusio waoga. Karia na genge lake, na Karia anajinasibu kwamba yeye ni kiongozi, atakuwa kiongozi wa milele wa ile TFF. Sisi tunamwambia walishakaa viongozi ving'ang'anizi kama wakina Ndolanga, lakini walifanya nini? Waliondoka. Nguvu ya mwananchi itakaposimama, Karia atafanya nini? Ataondoka, na hili halitakuwa ombi, tutamuondoa tu. Yanga Kilimanjaro tumechoka kuonewa. Tunaisemea klabu yetu, sisi tunachanga pesa zetu, sisi hatupati ruzuku. TFF inapata ruzuku kutoka FIFA na CAF, lakini Yanga hatupati ruzuku. Yanga tunajikusanya, tunatafuta fedha zetu wenyewe, tunaendesha timu yetu. Sasa hatuwezi kukubali kupata uonevu wa ajabu na sisi tukakubali tu. Hapana, tunasema inatosha, na sasa tunasema ni wakati wa TFF viongozi wale
kujitafakari. Sasa sijasema wajiuzulu, ila nimesema Wanayanga Kilimanjaro, tumesema TFF wafanye nini? TFF wajifanye nini? Huu ni wakati wao wa kujitafakari. Viongozi wa kuongoza mpira wapo viongozi walioshika TFF wenye mapenzi makubwa sana na Yanga, wamecheza mpira mpaka Yanga ameshika. Hii TFF tunayoiona ina nguvu kubwa, imetoka kutengenezwa na ndugu yetu Ledgar Chilatenga, ndio wameiweka TFF yenye misingi imara kabisa. Lakini wanakuja wahuni na genge lao, wanataka kuleta shida katika mpira wa Tanzania. Wanaiona nchi imetulia, wanaona nchi inaelekea kwenye uchaguzi, wao wanataka kuleta mambo yao ya ajabu, na sisi tunasema Kilimanjaro, TFF ijitafakari. Jambo lingine ambalo sisi Wanayanga Kilimanjaro tunaliweka mbele ni jambo la kauli za kiongozi mkubwa wa mpira. Nadhani ndugu zangu wana Kilimanjaro mmezisikia, watu wote hapa naamini wana simu janja, wamezisikia kauli za huyo sasa ambaye tunasema ndio mwenye mpira. Yaani huyo anasema viongozi wetu wanafanya mambo ya kitotototo, halafu yeye anawaongoza viongozi wenye kufanya mambo ya kitotototo. Sasa kama yeye alikuwa anaongoza watu wenye kufanya mambo ya kitotototo, mkoa wa Kilimanjaro unasema Wanayanga na matawi yake tunasema Karia na TFF yake, wao ndo walikuwa wanafanya mambo ya kitotototo. Haiwezekani mtu ambaye ndio kauli ya mwisho katika mpira katika Tanzania yetu unashuka pasipo kukaa na kutafakari na kwenda ofisini na kuzungumza, unatamka kwamba viongozi wanafanya mambo ya kitoto. Lakini kama hawataki kucheza mpira, tukacheze nini? Wanayanga mkoa wa Kilimanjaro tunaenda kuizungumzia kauli ya Wallace Karia, kiongozi wa mpira Tanzania, kwa kumwambia hivi: Yanga sisi klabu yetu ni klabu ya mpira, inacheza mpira, haichezi sinema zetu, lakini Yanga tunaheshimu industry ya sanaa na maigizo. Yanga tunaheshimu industry ya sanaa na maigizo. Na kwa nini Yanga tunaheshimu? Tunaheshimu kwa sababu mcheza sinema namba 1 Tanzania ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa huyu ni nani? Huyu ni nani anayemsema mama yetu kwamba anadharau na kuona ni vitu vya hovyo? Wanayanga mkoa wa Kilimanjaro sisi tunashikamana na mama yetu kwa sababu tumepata magoli ya mama ya kutosha. Tunashikamana na mama yetu, mcheza sinema namba 1. Sinema yake ndio sinema ghali kuliko sinema zote Tanzania. Kwa hiyo tunasimama naye na tunamuuliza Wallace Karia, wewe ni nani kwenye hiyo nafasi uweze kumgusa mama Samia? Lakini Wallace Karia kwa sababu amejawa na kiburi cha madaraka, anaona hakuna mtu mwingine mwenye kuweza kuugusa au kuongoza mpira wa Tanzania, anasema sisi tukacheze sinema zetu. Sasa sisi Wanayanga mkoa wa Kilimanjaro tutamchezesha Wallace Karia sinema zetu. Lakini ninaamini baada ya sisi Kilimanjaro kutamka, industry ya sanaa itatoa tamko. Maana nayo imefanya nini? Imedhalilishwa. Kwa hiyo nayo itatoa tamko. Industry ya sanaa inaingizia taifa hili fedha nyingi, lakini Wallace Karia anaona ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumwambia Wallace Karia ajitafakari. Ajifanye nini? Ajitafakari. Na mbinu zake za kutaka uongozi katika hali ya tunazijua. Tutamchezesha yeye hizo sinema.
Jambo lingine kwenye kauli, baada ya Karia kuona ameboronga kwenye baadhi ya zile kauli, kwenye mitandao ikapita mafanikio ya nani? Ya Wellaz Karia. Sasa tunakwenda kusema wana Kilimanjaro, tunakwenda kusema wana Yanga mkoa wa Kilimanjaro, tunakwenda kusema mafanikio anayojinasibu nayo Wellaz Karia si mafanikio yake. Anajinasibu na mafanikio ya timu ya taifa, lakini hakuna timu ya taifa ya TFF. Sijui mnanielewa. Timu ya taifa inaundwa na nini? Na wachezaji kutoka vilabu mbalimbali, na sisi Yanga zaidi ya 60% ya wachezaji wa timu ya taifa wanatoka Yanga.